Na mtazamaji, na huku sherehe za madaraka zikiadhimishwa maeneo tofauti humu nchini, baadhi ya viongozi kutoka bonde la Ufa walitumia fursa hiyo kuirai serikali kukuza usalama na haswa katika bonde la Kerio, kati ya miradi mingine inayoendelea katika serikali za kaunti. Na katika kaunti ya Trans Nzoia, Gavana George Natembeya kwa mara ya kwanza tangu kuchaguliwa kwake alikosa hafla hiyo ya kitaifa kwa madai ya misukosuko inayoendelea. Mwanahabari wetu Macharia Mbugua na mkusanyiko wa taarifa hizo kutoka kote nchini. Katika shule ya msingi ya Lesos, eneo bunge la Kwanza, kaunti ya Trans Nzoia, wakazi wachache waliofika hapa kushuhudia sherehe za madaraka walishangazwa na kukosekana kwa viongozi waliotarajiwa kama ilivyo ada. Gavana George Natembeya hakuwepo hapa wala katika hafla ya kitaifa katika kaunti ya Homa Bay. Sadfa kuu ikiwa naibu gavana Philomena Kapkori pia hakuhudhuria, na mbunge wa eneo hilo Ferdinand Wanyonyi ambaye alikuwa mwenyeji wa hafla hiyo hakuwepo. Kamishna wa kaunti hiyo Gideon Oyagi na timu yake ya usalama walilazimika kuendeleza hafla hiyo bila viongozi hao na wengine waliotarajiwa. Na punde tu alipoanza kuisoma hotuba ya rais, kwenda pale Madaraka Day, nitaenda kusema nini? Kwamba kama gavana nimeenda Madaraka Day. Hii ndio tulipigania kweli kupata uhuru kutoka kwa mzungu. Kama gavana anafanyiwa hivyo na mwananchi wa kawaida, so tunasherehekea nini? We've been cheating ourselves. Hata mimi kama tenda hizo vitu tena. Tunahitaji maombi, tuchiombee na tuombee viongozi wetu ili makerere ambayo yako kwa kaunti yetu yaweze kukoma. Kwa ule muda nimekaa hapa nimechionea mengi sana. Viongozi wa kichigawa wanataka kugawa wananchi kwa mirengo ya kisiasa ama ya kikabila. Katika kaunti ya Nandi, viongozi walitumia hafla hiyo kutoa wito kwa serikali kuu kuweka mikakati kabambe ya kuimarisha usalama katika eneo la Kerio Valley, ambapo hivi majuzi imesababisha kifo cha Padri Alois Bet anayetarajiwa kuzikwa hapo kesho. We want to ask the residents of Kerio Valley that don't be intimidated by these bandits to the extent that you are unable to volunteer information that will help government to crack down on these criminals. Hakuna haja, wacha hiyo damu ya Father Alois ikue inaleta amani katika nchi yetu, na FM zote ambapo kuna banditry na pahali ambapo hakuna amani. Na katika kaunti ya Uasin Gishu, eneo bunge la Moiben, sherehe hizo ziliendeshwa na naibu gavana Evans Kapkea pamoja na kamishna wa kaunti hiyo, huku wakitumia fursa hiyo kuirai mahakama kuzingatia matakwa ya wananchi kabla ya kutoa uamuzi. Hii ni baada ya koti kutaka kaunti hiyo imlipe mwanakandarasi aliyekuwa akijenga hospitali shilingi bilioni 1 kama fidia, huku wakipania kukata rufaa. Alipwe 1 billion kwa sababu ya kazi ambayo hakufanya, na tulikuwa tumelipa yeye 29 million. Tungependa saa zile wanafanya uamuzi waangalie interest ya county, waangalie service to the local wananchi, na waone interest ya wananchi wetu wote wa Uasin Gishu, na sio interest ya mtu mmoja peke yake kulepwa 1 billion. Gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza aliitumia fursa ya sherehe za madaraka kuwataka wananchi kujisajili kwa wingi kwenye bima ya afya ya SHA. Mshajisajili alafu nalipa ile premium. Ukienda kwa hospitali ya level 2 na level 3, yani dispensary na health center, matibabu pale ni bure. Lakini ukienda kwa level 4, itabidi uko unalipa kila mwezi. Sherehe hizo ziliandaliwa katika shule ya msingi ya Malava katika kaunti ndogo ya Malava. Macharia Mbugua, NTV. Haya ndio hali halisi, mtazamaji, kutoka maeneo mbalimbali. Sherehe ni za Madaraka Day, sijui uliadhimisha ukiwa wapi? Sisi tuadhimisha tukiwa hapa.